Constable James Mukhwana, afisa wa polisi aliyekuwa akihudumu katika kituo cha polisi cha Central, ndiye afisa wa kwanza kukamatwa na kukabiliwa na mashtaka kuhusu mauaji ya Albert Ojwang. Hii ni baada ya uchunguzi wa kina unaoendelea kufuatia kifo hicho kilichotokea tarehe 8 Juni. Taarifa hizi zilitolewa tarehe 12 mbele ya kamati ya bunge ya usimamizi na usalama wa ndani, ambapo mwenyekiti wa mamlaka huru ya kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA, Bwana Ahmed Isaac Hassan, alifichua kuwa raia wawili na maafisa watatu wa polisi wametambuliwa kuhusika katika mauaji hayo. IPOA imesema kwamba iko tayari kuwakamata watuhumiwa hao wakati wowote. Bwana Hassan pia alielezea kamati hiyo kwamba jumla ya maafisa 17 wa polisi waliokuwa kwenye operesheni iliyosababisha kukamatwa kwa Ojwang wameitwa kuhojiwa. Alisema kwamba naibu inspekta jenerali Eliud Lagat atahojiwa mwisho baada ya maafisa wote kuandikisha taarifa zao. Alifichua pia kwamba mtu alitumwa kwa lengo la kufuta sehemu ya video ya CCTV ambayo ingetumika kutoa ushahidi wa nini kilifanyikia Ojwang akiwa kwenye seli. Kuhusu mazingira ya kifo cha Ojwang, mkurugenzi wa upelelezi wa jinai DCI Mohamed Amin alisema kwamba Ojwang alifariki saa 8 usiku tarehe 8 akiwa ndani ya seli na alipelekwa katika hospitali ya Mbagathi akiwa tayari amefariki. Hii inakinzana na ripoti za awali kwamba alifariki alipofikishwa hospitalini. Kwa upande wake, Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja alisema uchunguzi wa IPOA unaendelea na yeyote atakayehusishwa na kifo hicho atalazimika kuandikisha taarifa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Alisisitiza kwamba ikiwa naibu inspekta jenerali atatajwa, ni lazima ahojiwe na ajiondoe kazini ili kutoa nafasi kwa uchunguzi huru. Albert Ojwang alifariki mikononi mwa polisi tarehe 8 baada ya kukamatwa na makachero wa DCI kwa madai ya kuchapisha habari za uongo kwenye mitandao. Je, maoni yako ni yapi?